kuna baadhi ya watu wananiambia nitoe tu mimba. Nilipofikia mimi namshukuru Mungu. Walini approach nikiwa bado mjamzito na nilimwambia mimba ilikuwa kubwa, ndo akalea mpaka sasa hivi mtoto huyu hapa. Jana unasemaga huwezi kuanza mechi moja bila. Yes, bwana, I go by the name Rainbow, mzee wa kuforce challenge. Leo nimetembelewa na ugeni. Kama unavyojua, mimi sina jambo dogo. Unavyoniona mimi unajua basi kuna swala la kwenda kusovika. Leo nimetembelewa na mama hapa ambaye ana mtoto wake, ameniambia ana tatizo. So mimi na wewe mtazamaji haujui ni shida gani. Kwa natamani tukaisikilize shida yake. Dada, mambo vipi? Poa. Mzima. Karibu, unaitwa nani? Jitambulishe kwa majina hata mtazamaji naye ajue ndani zaidi. Mimi naitwa Sarafina Pawa Kadege. Ni mama wa mtoto mmoja ambaye ndio hapa. Nani anaitwa nani? Mama anajitambulisha. Majina naitwa Brighton. Brighton. Okay. Una miaka mingapi? 11. 11. Unasoma, si ndio? Okay. Sawa, mama Brighton. Yaani kwanza yaani mpaka kufika hapa najua haikuwa kazi rahisi. Ilikuwa ni kitu kigumu sana mpaka mimi kufika hapa. Kwa nini? Ilikuwa na ugumu kwa sababu nimekutafuta sana. Yaani nimeweza kukufuatilia mimi ni muda mrefu kidogo toka sikosei ni mwaka jana. Mwaka jana kama mwezi wa 11 au 12. Lakini hisi ni mwezi wa 11. Ndio nimeweza kukufuatilia. Na nimeamini mpaka kufuatilia kwangu nikaamini kuna jambo unaweza kunisaidia. Kivipi? Kwa sababu nilikuwa nakufuatilia hata nikiingia live zako naona jinsi gani unavyowasaidia watu wengi katika changamoto za maisha, mahusiano. Yaani nikawa naguswa, yaani nitamani, yaani nifike, yaani nikuone unaweza kunisaidia kwa kiasi kikubwa, lakini nilikuwa najitahidi na kutumia message ujibu, yaani mpaka nilikuwa nafikiria TikTok. Tuma message sana kule na kufuata inbox, lakini nilikuwa naumia. Naona wenzangu vile unapokuwa unasaidia nini. Nilikuwa naumia sana. Mbona huyu anijibu message zangu vipi, yani hivyo. Lakini leo nilipata nafasi. Asante. Labda mtazamaji anataka ajue ni shida gani ambayo imekufanya unitafute kuanzia mwaka jana. Kwanza samahani, sikuwa nikikujibu message, labda ni katika taratibu za ubize hapa na pasa. Unajua ubize na nini. Saa nyingine sioni zile message muda mwingine. Ndio. Ila kwa watu wengine najitahidi sana kujibu sana. Na najitahidi nikiona najibu. Lakini zingine usifikia kwenye request kwa sio rahisi kuona. Lakini kwa vile umefika sio mbaya. Tuelezee labda ni shida gani ili hata mtazamaji naye ajue. Mimi kama nilivyojitambulisha ni mama wa mtoto ambaye ndio huyu hapa. Nilikuwa na mahusiano na ambaye baba wa mtoto huyu hapa ambaye yaani huyu hapa unayemwona hapa. Lakini changamoto nilizopitia kuhusiana yaani na yule baba wa yaani mimba mpaka mtoto anazaliwa haikuwa rahisi. Yaani mpaka najiulizaga, kwani wanaume wana shida gani? Wanaweza akakupa ujauzito au akwambia beba mimba, yaani vizuri, mwisho wa siku anakuja na kukataa, anakukimbia kabisa. Yaani nimepitia changamoto. Nikikwambia wewe mwanangu mimi toka ujauzito amjui babake wala baba mimi, unaweza ukaamini? Ngoja kwanza, yaani sijaelewa hapo kwamba umegombana naye baba mtoto kabla hajazaliwa, ndio unachotaka kumaanisha, si ndio? Yaani before mtoto hajazaliwa ulishagombana na babake huko nyuma? Ndio. Babake anajua kwamba wewe alikuwa tena ujauzito? Anajua kabisa. Na mpaka nimejitahidi mpaka nimejifungua. Nikasema labda ngoja nimtafute. Lakini wapi? Nilipitia changamoto, yaani mpaka napata yaani sehemu ya kukaa mimi haikuwa rahisi, yaani napata shida mtaani. Mpaka ndugu zangu kuna baadhi ya watu wananiambia nitoe tu mimba ili nisiweze kupata shida, lakini mimi naamini katika kutoa mimba ni dhambi moja kubwa sana. Kutoa mimba ni dhambi. Lakini mpaka nilipofikia mimi namshukuru Mungu. Pole sana. Kwa sasa okay, natamani kujua ilikuwaje wewe ukagombana na huyo baba mtoto mpaka yeye kafikia hatua ya kuondoka mpaka leo? Ina maana ni mpaka leo mtoto alivyo sasa hivi amjui baba yake, yani hamna huduma zozote zinaendelea au nini? Kaka, yani huo ni ukweli. Mpaka sasa hivi mtoto kafikia hapa na miaka 11, mtoto hamjui baba,
baba hamjui mtoto anafanana naye. Hajawahi kumuona kabisa hata kwa Hajawahi kumuona hata siku moja. Nilijitahidi, kuna kipindi mtoto mwenyewe alikuwa anataka mama baba sio nini. Mtoto anapiga simu, mimi tunachukua simu nampigia, bwana ongea na kijana wako. Anaongea naye baba, kuna 1 2 3, lakini hawezi kabisa kutimiza yale mahitaji ambayo mtoto anatakiwa kuyapata kama mambo ya shule, kula, yani hivyo. Lakini unajua siku zote Mungu amwachi mja wake. Baada ya yeye kugombana, kuachana, namshukuru Mungu nikapata mtu ambaye akajua thamani ya mtoto. Yani kwamba maisha baada ya wewe kuachana na huyo baba mtoto sasa ambaye ni mwenyewe, ndio uka move on sehemu nyingine. Ilikuwa baada ya muda gani? Yani baada ya kujifungua, ndio? Ilikuwa ni baada tu ya kujifungua. Sio kujifungua. Ilikuwa bado na ujauzito. Ilikuwa bado na ujauzito kwa sababu walini approach nikiwa bado mjamzito na nilimwambia mimi alikuwa kubwa ndo akalea mpaka sasa hivi mtoto huyu hapa. Mtazamaji, unaweza ukavaa viatu vya huyu mama, lakini pia unaweza ukavaa viatu vya yule baba ambaye ni baba wa kufikia, kwamba haliweza kumapproach akiwa ni mjamzito. Najua watu wengi kitu hawawezi. Hawawezi kabisa. Vijana wanasemaga huwezi kuanza mechi moja bila, kwamba unaenda kumapproach mtu akiwa na I say huu ni upendo fulani ambao jamaa anastahili pongeza. Okay, ikawaje mkaanza kudate sasa kwa mahusiano? Tukaanza tukadate na yule kaka, tukaenda lakini hapo ndo hivyo. Tukashindwana. Na yeye tukagombana, tukaachana. Sasa hivi ni miaka 2. Mimi na maisha yangu na yana maisha yake, lakini nachomshukuru Mungu mtoto anafanyaje? Anaendelea kumhudumia. Yaani kitu isikie tu kwa mtu. Lakini binafsi mimi namshukuru sana Mungu. Hata kama nimeachana naye, lakini bado mtoto anamtreat, yani anamlea, na tumeachana. Najua wengi watajiuliza ni kwa nini tumeachana. Nataka nikuulize kwa nini. Hii ni siri ndani ya nyumba, watu wengi hawajui. Unajua ndio maana vikawekwa vyumba. Ndani kuna siri kubwa ambayo mtu huwezi ukasema nje hata siku moja. Kwa mwanamke ambaye anajitambua au mwanaume, huwezi ukatoa siri za ndani hata siku moja. Napitia maisha magumu sana. Yaani napitia maisha magumu ambayo siwezi kuambia mtangazaji. Sawa. Sasa mimi natamani, mimi pamoja na watazamaji ambao wanatuangalia hapa, huyo baba ambaye alikuwa ndo baba wa kufikia sasa, mliishi kwa muda gani? Ni kama miaka 10 na kitu sasa. Ni mingi. Yaani ni mingi sana. Maana huyu mtoto ana miaka 11. Sasa hivi ana miaka 11 kwa sababu yule alimta mimi ni mjamzito tena mimba ni kubwa. Najua ulikuwa unaendelea kuangalia hii content mpaka hapa, lakini umesahau kitu kimoja tu. Naomba unisaidie kubonyeza subscribe hapo chini, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele hapo juu. Utakuwa unapata notification kila pale ninapokuwa na post. Utakuwa mwanafamilia na utakuwa umeonyesha big shout out sana. Kuna ile miezi 9 ya kujifungua na kuna miaka 10 na kitu ya kumlea mtoto akiwa bado mchanga mpaka sasa hivi. Kwa hiyo yule mtu tumeachana sasa hivi na miaka 2. Toka tumeachana tuna miaka 2. Kwa alivumilia kama miaka 9 tuseme. Yote umeishi kwa raha na amani. Changamoto zipo lakini unavumilia. Lakini unapoona sasa umeshindwa kuvumilia, kama bora uanzishe maisha mengine. Nani alimwacha mwenzake kati ya wewe na yeye? Nani? Siwe Mungu. Mimi nilichoka kuvumilia. Nilichoka. Nikiamini sasa basi inatosha. Kama ataendelea kunisaidia kuhusu mtoto au mimi mwenyewe pia sawa, lakini cha ajabu mtoto wangu anaendelea mpaka leo. Anamsaidia, anamhudumia. Yaani mahitaji yote ambayo mtoto anatakiwa kuyapata. Yeye yuko wapi? Yuko hapa Dar. Yuko hapa Dar es Salaam. Ana maisha yake mengine. Na mahusiano yake. Kumbe pia na mahusiano mengine. Mahusiano yake. Okay. Sasa labda niiguse kwa upande mwingine. Familia yako wanasemaje labda kuhusu hali yako wewe, kuanzia yule baba ambaye amekuacha yule na ujauzito, lakini pia ukaja kupata baba mwingine? Familia yako inasemaje? Familia yangu mimi kikubwa inampongeza sana huyu mwanaume ambaye sasa hivi anamlea mtoto. Ila huyo baba ambaye amekimbia majukumu, siwezi nikamuongelea sana vibaya, ila mimi namwachia Mungu. Kwa
sababu naamini mtoto ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na yeye mwenyewe uzuri, mtoto mwenyewe anaona, ambaye anamjali, anamhudumia kwa kila kitu. Yeye mwenyewe anajua kwa mapenzi yake, yeye mwenyewe anajua yako wapi. Kwa hiyo mtoto pia anajua kila kitu sasa kama ni hivyo. Kuna wakati anajua kila kitu. Kuna kipindi fulani hapa nilikuwa nimeumwa, nilifanywa operation. Niko mimi na mwanangu tu ndani. Karibia shule zile zinafungua. Nikamwambia mwanangu, hebu kwanza, yeye mwenyewe alikuwa ananisumbua. Mama, baba. Basi baba yake mzazi sasa. Nikamwambia unahitaji uongee naye? Akaniambia mama ndio. Nikamwambia sawa. Mimi nikachukua simu yangu, sikuwahi kufuta namba yake. Kufuta namba. Sijawahi kufuta. Nikampigia simu, nikamwambia bwana, na mtoto anataka kukusalimia. Mpe simu. Kweli mimi nikampa simu mtoto wake, kawa naongea naye. Shikamoo baba. Marahaba, ujambo? Si jambo. Naendeleaje? Ambia naendelea vizuri. Sasa baba, mimi niambie mwanangu. Sasa baba, mimi hapa shule zinakaribia kufungua na mamangu anaumwa. Kafanywa operation. Kwa kuna vifaa vya shule ambavyo vinahitajika. Sio kila kitu, kwa sababu kaka ni anamlea tu. Kumba mzigo wote basi nifanyaje? Kwa hiyo sasa ina maana ule muda alimpigia babake wa kweli sasa. Babake mzazi, yes, ndo alimpigia. Na mama hapa naumwa, hatuna hela ya kula, na ni kweli naumwa, niko ndani. Kukaa hivi siwezi. Mwanangu ndo anachukua maji ananipelekea bafuni, mwanangu ananiamka asubuhi ananipikia uji, ananipa dawa. Huyu unaimuona hapa. Muona basi alipoongea na kumbe sawa mwanangu hamna shida. Na watumieni hela sasa hivi. Kwa kumbe anamtambua kama ni mwanae. Anajua vizuri. Yaani vizuri kabisa anajua. Toka hapo. Ilikuwa kipindi gani? Unaweza kukumbuka ni mwaka gani? Ni mwaka jana, siku hizi. Mwaka jana mwaka juzi, shule ambazo zinakaribia kufungua. Mwezi wa kwanza. Umeona? Basi. Na okay. Hiyo ni baada ya miaka nyuma. Tena sasa mimi ndio nilikuwa najitahidi ili nimweke karibu na nani? Na mtoto, kwamba asije kuona mimi labda namtia sumu nani? Mtoto. Lakini mwisho wa siku mtoto mwenyewe kayaona. Akimpigia simu, baba anahitaji hiki. Baba anahitaji hiki. Yaani nilijua labda anaweza kanisupport kwa kipindi kile. Mimi nafanyaje? Mimi naumwa. Nimeshindwa kusupport kwa kipindi kile. Alafu mbaya zaidi ni mtoto wa kwake. Na sio kwamba hajui, anajitambua, anajua vizuri kwamba huyu mtoto ni wa kwake. Yeye unajua anaishi wapi sasa hivi? Mimi sijui sasa hivi anaishi wapi. Sijui. Anashaki na hujawahi kumuona hata? Sijawahi kumuona tena. Sijawahi kumuona. Ni mtu ambaye anaweza kumpigia simu. Kuna wakati sasa nikakaa nikampigia simu, nikamwambia kuhusu mtoto, wewe usinichanganye mimi. Mtoto hata paka kazaa. Na anakujibu hivyo. Mtazamaji, hiyo nakwambia isikie kwa mwenzako. Maana pole sana. Usilie. Kwa anaambia hata paka kazaa. Kwa mimi mtoto wangu ni paka. Mimi mwanangu ni paka. Sawa. Mimi mwanangu naye unaye. Mwisho siku sio kasema mama ni mbaya. Ananiweka mbali na baba. Lakini kayaona mwenyewe na anayashuhudia. Ninapokuambia sasa hivi mtoto hataki hata kumsikia huyo baba. Kwa mtoto naye alisha give up kwa baba. Yaani hataki hata kumsikia. Hataki kabisa. Baba umpendi? Kweli simpendi. Mpendi kabisa? Simpendi. Kwa nini? Kamliza mama yangu. Na pamoja na mimi. Yaani wewe baba unakubali kabisa. Yaani wewe unakubali kabisa mtoto wako leo na mwanaume mwingine. Lakini sawa, yeye si hajaona thamani yake. Na watu ambao wanatamani watoto, wanapenda watoto. Kwa mwanangu sasa hivi anaangalia wapi ambapo anapata furaha yake ndio. Sasa mimi nitamani kitu kimoja nikuulize. Labda yeye naye pia anapitia maisha magumu kule. Sio kweli. Ni mtu ambaye anajiweza. Yuko vizuri kiuchumi. Vizuri. Kwa hiyo ina maana anafanya makusudi. Labda Kevin ananikomoa.
Mpaka mwenyewe nahisi kama kutetemeka. Okay. Sasa vipi kuhusu baba mwingine ambaye yeye sasa ndo wakufikia? Yaani yeye anazungumza vipi kuhusu wewe na mtoto? Mimi bwana, nisiwe mnafiki, nisiwe muongo. Huyo kaka yeye kikubwa toka tumeachana. Yaani mtoto anamwangalia, anamhudumia, mtoto atake nini, kila kitu. Kwa sababu wewe fikiria mtu kwa kukuta mjamzito na mimba ni kubwa, akakubali kukulea wewe mimba mpaka hapa tulipofikia. Mtoto kawa mkubwa. Tumeachana kweli, kila mwanadamu ana changamoto, lakini mimi nilishindwa kuvumilia, maana nilichoka. Nikasema sasa nafanyaje? Inatosha. Lakini mtu umeachana naye, anaendelea kumlea mtoto, anamhudumia, yaani anamfanyia kila kitu mtoto. Mimi tu wala mimi niangalie maisha yangu. Hata ni umwe hapa wala anabali. Yaani wewe sasa yeye anamjali tu mtoto. Yeye anamjali tu mtoto. Na kile kipindi ambacho mliishi wote miaka mingapi? Hamkubahatika kuzaa kupata mtoto? Hapana. Hamkubahatika. Ni kwamba hamkutaka, unajua ni miaka mingi. Yaani yeye kikubwa alikuwa ananiambia kwamba